Tunaendelea na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sasa namuita Mheshimiwa Dr. Catherine Kanute Joachim, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim anauliza, je, upi mpango wa serikali wa kuimarisha malezi na ulinzi wa watoto na vijana ili kukabiliana na mmomonyoko wa maadili na mienendo hatarishi? Swali hilo linaenda kujibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska Mahundi. Mienendo hatarishi, serikali inafanya yafuatayo. Inatekeleza program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ya miaka 5 kuanzia mwaka 2021-22 ili kila mtoto wa umri chini ya miaka 8 apate huduma jumuishi za malezi na makuzi. Vile vile inaendelea na utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya kuwekeza katika afya na maendeleo ya vijana balee wenye umri wa miaka 9 hadi 19. Vile vile inatekeleza mpango kazi wa pili wa taifa wa miaka 5 wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kuanzia mwaka 2024-25. Imezindua mkakati wa kitaifa wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kuanzia mwaka 2026-27, na mwisho imeanzisha kamati ya kitaifa ya ushauri juu ya usalama wa mtoto mtandaoni na tayari imeanza kujadili uwezekano wa kuchuja na kuzuia maudhui yasiyofaa kwa watoto wanapotumia mitandao, pia uwezekano wa kuwa na laini maalum ya simu kwa watoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hatua hizi zote ni shirikishi kisekta na kijamii, na utekelezaji unaanzia ngazi ya mamlaka za serikali za mitaa hadi taifa. Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naipongeza serikali kwa kuweka jitihada mbalimbali ili kuweka ulinzi kwa watoto na vijana. Pamoja na jitihada hizo, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa serikali imezindua mpango wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, je, nini mkakati wa serikali wa kuhakikisha kunawekwa mifumo katika ngazi ya serikali za mitaa? Swali langu la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, litakwenda katika kamati ya ushauri wa usalama wa watoto mitandaoni. Je, upi mkakati wa serikali wa kuwajengea uwezo wazazi pamoja na walezi ili waweze kujua jinsi gani watawalea watoto wao katika masuala mazima ya teknolojia? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Dr. Catherine Kanute Joachim. Nikianza na swali la nyongeza la kwanza, mkakati gani kuhusu utekelezaji wa mpango wa taifa wa kudhibiti mmomonyoko wa maadili? Mkakati umeanzia kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ambapo mkakati huu utakwenda sambamba na kuunda kamati za maadili kuanzia kijijini, kata, halmashauri na mkoa na hadi ngazi ya taifa. Na kote huko wajumbe wa kamati hizi watakuwa ni shirikishi, wakiwemo viongozi wa dini, viongozi maarufu wa kijamii, wawakilishi wa wananchi kwenye maeneo husika, sekta binafsi itakuwepo, mashirika yasiyo ya kiserikali na asasi za kiraia. Kifupi, clusters zote za makundi ya kijamii yatakuwa yamewakilishwa pale. Kwa maana hiyo sasa, hizo taarifa zitokanazo na kamati hizi zinakwenda kuunganishwa na mabaraza ya maendeleo ya kata hadi kwenda kwenye halmashauri kwenye vikao vyake vyote, hadi DCC pale kwa mkuu wa wilaya ambaye ndiye atakuwa mwenyekiti kwenye kila wilaya, hadi kwenda mkoani. Kwa hiyo huku taifa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutakuwa tunapokea majumuisho yote na mapendekezo yote ili tuweze kufanya kazi moja ya kuedit au kuboresha ile mipango kitaifa pamoja na sera na sheria zinazohusu eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu swala la ulinzi wa watoto wanapotumia mitandao ya kijamii, wazazi na walezi wameshirikishwa vipi? Tayari tumeshaanza utekelezaji wa mikakati mbalimbali, ikiwemo tumetoa mafunzo kwa wawezeshaji train of trainee zaidi ya 500 ambao hawa tayari wameshaanza kufundisha walimu mashuleni pamoja na wanafunzi na vikundi vingine vya kijamii kuhusu kuhakikisha watoto wanaelezwa juu ya kutumia mitandao kwa usalama. Hivyo basi karibia wanafunzi milioni 1.8 hivi wameshapata hayo mafunzo na programu inaendelea, na tunatarajia kwamba hawa train of trainee zaidi ya 500
ambao wametokea pia kila wilaya watashusha chini mpaka kwenye kata kadri ya upatikanaji wa rasilimali za kwetu. Mheshimiwa Fatma Rembo, swali la nyongeza.